Haya, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haya, tutaanza kwa ombi. Tutaanza kwa ombi halafu tutaendelea. Baba Mungu wa mbinguni, asante kwa neema yako na baraka zako unazozidi kutukirimia. Tumepiga magoti mahali hapa, Bwana, kwa siku ya leo kwa ajili ya kuadhimisha na kuona utukufu wako, Mungu uliye mwenye nguvu, uliyeumba mbingu na ardhi, ukatenga anga, ukaweka mianga, ukaweka nuru mchana ambayo ni jua kwa ajili ya kutuangazia, na nyota na mwezi usiku kwa ajili ya kutuangazia na kwa makusudi yako. Ukaipa mipaka ya bahari, ukaweka mchanga kuwa mpaka wa bahari katika bahari, na kuweka amri ya kwamba maji yasiasi yasivuke. Ukamuumba mwanadamu na ukasema ya kwamba akutukuze na akusanyike katika siku ya saba kwa ajili ya kukumbuka uumbaji wako na ukuu wako. Nasi tuko mahali hapa kukuinua, kukumbuka ya kwamba wewe ndiye Mungu wetu uliyetuumba. Hakuna mwingine kama wewe, na vitu vyote vinatoka kwako. Sifa na utukufu tunakurudishia wewe, na tuko mahali hapa kwa ajili ya kutukuza na kuabudu. Lakini Bwana, sisi ni binadamu walio wanyonge na wadhaifu wa mioyo na miili. Kwa namna moja au nyingine tumekutenda dhambi na makosa mbalimbali. Tunaomba rehema, Bwana, utuoshe, tutakase kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Tusafishe mawazo yetu, dhamiri zetu, matendo yetu, fikara zetu, na kila namna ambayo tumekwenda kinyume nawe, ikiwa kwa kujiinua au kwa kutokujua. Tunaomba Baba wa mbinguni, utusamehe makosa yetu, ututakase, tutakasike katika neno lako. Baba, tunapokwenda kufungua kipindi hiki, naomba Baba, Roho wako Mtakatifu akawe nasi, akatufungulie tukapate kuelewa maandiko, ili tusiweze kuona kwamba maandiko ni jambo la kawaida au tumezoelea na kuchukulia kitu cha kawaida, bali Roho wako akatufungue tukaone ile nuru uliyoweka katika neno lako kwa ajili ya kukuadhimisha na kwa ajili ya kupata kweli ambayo inaweza katuokoa katika neno lako. Thibitisha neno lako kwa nguvu yako, ukatumwagie Roho wako kwa wingi. Ibada hii isiende kawa kavu, bali tukaongozwe na Roho wako, ili tuweze kufurahia siku hii iliyo njema ambayo umetuitwa kwayo, tuweze kukutukuza na kuabudu. Kila kipindi kitakachoongozwa hapa Baba, uwepo wako ukadhihirike, ikiwa ni uimbaji, ikiwa ni matoleo, ikiwa ni matengenezo, ikiwa ni afya, ikiwa ni kipindi kiberoya, au ni kipindi chochote ambacho kitaongozwa katika siku ya leo, kisiendeshwe katika namna ya kibinadamu, bali kiongozwe na Roho wako Mtakatifu. Tunaungana na malaika wako watakatifu na waumini wote katika dunia wanaoadhimisha siku hii kwa ajili ya kuabudu wewe, Mungu wa mbinguni. Tukawe nasi na ukawamwagie Roho wako, ukawafundishe, ukatuongoze wote kwa pamoja, na ili tuweze kuifikia kweli kwa ajili ya wokovu wako, wewe wokovu wetu kwako. Jina lako litukuzwe kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Haya, sasa leo ni kipindi cha Beroya. Kipindi hichi alikuwa ameandaliwa Shayo, lakini mwisho wa siku amepata dharura, kwa hiyo tunakiendesha. Haya, kwa hiyo kipindi cha leo somo ni mti usiozaa matunda utakatwa. Mti usiozaa matunda utakatwa na kutupwa motoni, ndio somo. Sasa msomaji, tuanze na kitabu cha Isaya sura ya 5 na mstari wa kwanza. Maandiko matakatifu yanasema, kitabu cha Isaya sura ya 5 na mstari wa kwanza. Haya, soma hapo. Na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu. Alifanyaje? Na nimwimbie mpenzi wangu. Na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu. Wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mzabibu. Katika habari za shamba lake la mzabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu kilimani penye kuzaa sana. Kilimani penye kuzaa sana. Akafanya handaki
kulizunguka pande zote. Akafanya handaki kulizunguka pande zote. Akatoa mawe yake. Akatoa nini? Mawe yake. Mawe yake. Akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Shikilia hiyo point. Akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri. Twende. Hii tunaenda taratibu, na nisipokuambia kwamba utoka hama, usihame hapo. Tutaenda tu mdogo mdogo. Endelea. Akajenga mnara katikati yake. Akajenga mnara katikati yake. Akachimba shinikizo ndani yake. Akatumaini ya kuwa utazaa zabibu. Kwa hiyo alipanda mzabibu mzuri, unaona, na akategemea kwamba atavuna nini? Zabibu mzuri. Mzabibu mzuri. Kwa hiyo alipanda akijua kwamba atavuna, si ndio? Ndio. Haya, endelea. Nao ukazaa zabibu mwitu. Kwa hiyo alitegemea kwamba uzae zabibu mzuri, lakini ukazaa zabibu mwitu. Maana yake uzao uliotokea si ule ambao alikuwa ametegemea, si ndio? Ndio. Haya, endelea. Endelea. Na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu. Enyi wenyeji wa Yerusalemu. Nanyi watu wa Yuda. Nanyi watu wa Yuda. Amueni. Na wasii. Kati ya mimi na shamba langu la mzabibu. Kati ya mimi na shamba langu la mzabibu. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu? Ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mzabibu? Ndani ya shamba lake la mzabibu. Asiyoitenda. Basi nilipowatumaini ya kuwa litazaa zabibu. Alipotumaini ya kuwa litazaa zabibu. Mbona lilizaa zabibu mwitu? Mbona limezaa zabibu mwitu? Subiri. Tunaona amepanda shamba, ameliandaa kwa kila namna, na alitegemea kwamba lizae zabibu nzuri. Unaona, kwa sababu alipanda zabibu nzuri, lakini kuna kazi iliyofanyika ambayo hakuitegemea. Sasa nauliza, ni kitu gani kilichofanyika? Maana maandiko yanasema mpanzi alipopanda, shetani naye akapanda mbegu yake. Unaona, sasa anauliza ni jambo gani alilolipanda, ni kazi gani iliyofanyika ambayo hakuifanya? Endelea na andiko. Haya basi. Sasa nitawaambieni nitakalolitenda shamba langu la mizabibu. Kwa hiyo anawaambia jambo atakalolitenda nini? Shamba lake la mizabibu. Endelea. Nitaondoa kitalu chake, nalo litaliwa. Nitabomoa ukuta wake, nalo litakanyagwa. Endelea. Nami nitaliharibu, wala halitapongolewa wala kulimwa. Pende. Bali nitalimea mbigili na miiba. Nami nitaamuru mawingu yasinyeshe mvua yake juu yake. Endelea. Kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli. Ati nini? Ndilo nyumba ya Israeli. Ati nini? Ndilo nyumba ya Israeli. Na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza. Kwa hiyo mzabibu ni nyumba ya Israeli na Yuda ni mche wake wa kupendeza. Bado endelea. Endelea tu mpaka nikwambie acha. Akatumaini kuona hukumu ya haki. Kwa hiyo alitumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhuluma. Aliona nini? Dhuluma. Endelea. Akatumaini kuona haki. Na kumbe alisikia kilio. Ati nini? Alisikia kilio. Endelea. Ole wao waongozao nyumba baada ya nyumba. Basi. Kwa hiyo tunaona Mungu ameandaa shamba la mzabibu. Unaona, alivyoliandaa akatumaini kwamba litazaa matunda, lakini likazaa zabibu mwitu. Unaona, mbigili. Kwa hiyo lilizaa si zabibu nzuri ambayo Mungu alikuwa ametarajia. Lakini tunaona Mungu anakuja anasema sasa, hiyo zabibu ni nyumba ya Israeli. Anaongea kwamba hiyo zabibu ni nyumba la Israeli na tawi lake mche ni Yuda, kwa sababu alitarajia kwamba ndani ya Israeli kutakuwa na haki, kutakuwa na usalama, sheria ya Mungu itafuatwa kama Mungu alivyokuwa ameagiza. Lakini mwisho wa siku haikufuatwa, haki haikuwepo. Sasa Mungu ndo anauliza, je, afanye nini? Kwa sababu Mungu alichokipanda alikuwa amepanda sheria yake na taratibu zake. Sasa anauliza, sasa ni nani aliyekuja kupanda kiasi kwamba mpaka uasi unatokea? Kwa sababu tunaona kwenye Waamuzi, ukisoma Waamuzi 2:15 tunaona 17 wanamwacha Mungu wa kweli. 2:11 wanamwacha Mungu wa kweli
wanafuata mabari. Unaona? Lakini Mungu alikuwa alishawafundisha toka mwanzo kwamba Mungu ni mmoja tu. Unaona? Alikuwa alishafundisha Mungu ni mmoja tu. Na wakajua anaposema sikieni Israeli, Bwana Mungu mmoja tu. Ile 6:4 Kumbukumbu la Torati. Kwa alikuwa alishawafundisha na alikuwa ashawaambia na akawapa sheria ya namna ya kuenenda ili watembee katika haki. Lakini mwisho wa siku Israeli tunaona wanakuja wanabadilisha Mungu na wanaanza kutenda matendo yasiyo ya haki. Wanaanza kutenda matendo yasiyo ya haki. Hebu nisaidie 7:17 Mathayo. 7:17 Mathayo. Tunaona wanaanza kutenda matendo yasiyo ya haki. Mungu ndiye anauliza sasa, ni jambo gani kazi gani iliyofanyika ambayo yeye hakuifanya? Kazi gani iliyofanyika ambayo hakuifanya? Soma andiko. Andiko anasema, vivyo hivyo, kila mti mwema huzaa matunda mazuri. Ati nini? Kila mti mwema huzaa matunda mazuri. Kila mti mwema unazaa nini? Matunda mazuri. Matunda mazuri, endelea. Na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwovu huzaa matunda mabaya. Endelea. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu huzaa matunda mazuri. Unaona? Endelea. Kila mtu usiozaa tunda zuri. Ati nini? Kila mtu usiozaa tunda zuri ukatwa ukatupwa motoni. Kwa hiyo unakatwa na kutupwa wapi? Motoni. Unakatwa na kutupwa wapi? Motoni. Kwa hiyo taifa la Israeli Mungu alikuwa ameliandaa. Unaona? Mungu alikuwa ameliandaa na akaipa sheria yake na taratibu zake. Hebu soma kwanza Warumi 9:4. Warumi 9:4. Mungu alikuwa ameiandaa, akaipa sheria yake, akaipa Torati, akawapa maagano yote. Unaona? Lakini mwisho wa siku ameweka sheria yake, tunaona baadaye wanakuja wanaikanyaga. Ndio Mungu anasema ni jambo gani linalofanyika ambalo hakulifanya yeye? Ni mpanzi yupi ambaye amepanda ambacho Mungu hakupanda? Soma andiko. Ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana. Wenye kufanywa nini? Kufanywa wana. Kwa hiyo wana wa Israeli walifanywa nini? Wana. Endelea. Na ule utukufu na maagano. Na nini? Na maagano. Na kupewa Torati. Na kupewa nini? Torati. Na kupewa nini? Torati. Na ibada ya Mungu. Walipewa ibada ya Mungu, Torati na nini? Na maagano. Maagano. Na ahadi zake. Ambao mababu ni wao. Basi ambapo ndani yake anatokea nani? Kristo. Ingawa wana utatu wanatumia hiyo ati wanatumia. Una habari njema Kiingereza? Unayo ya Kiingereza au achana nayo, maana sio somo. Wanatumia hilo Warumi 9:5 ati Mungu Yesu ndio juu ya mambo yote, kwa hiyo ndiye Mungu Baba. Huko ni kupotea, kwa sababu kwanza Bible, mimi hata huwa nashangaa. Unaona Bible unapoisoma, yaani unakuta watu Biblia hawajasoma, wamenyofoa kwa ajili ya kusupport jambo fulani. Sasa Biblia ukinyofoa hivyo, hata manabii wa uongo huwa wananyofoa, yaani kiufupi fundisho lolote tutakalotaka kulitengeneza, ukiomba Biblia itakusupport. Unaona? Lakini si kwamba eti imeandikwa hivyo. Mimi juzi nasikia mtu mhubiri mkubwa kabisa anasema mtu wa kwanza atoka katika udongo, yaani anafundisha, anataka kutengeneza hali ya umizimu, ati kwamba kuna roho. Mara wengine wanasema Yesu akufa, ni mwili tu uliokufa, roho yake kaenda huko. Unaona? Lakini ukisoma muktadha unaelewa kabisa hawa watu ni kwamba ni Biblia wasomi, wamefundishwa, wakachukua lile fundisho kama lilivyo, ndio wanajaribu kudanganya. Lakini Bible ukitulia, ukasoma kabisa bila mawenge, ukasoma kabisa bila mapokeo, unagundua kabisa imenyoka. Hakuna kona na wala hakuna habari za utatu, wala hakuna habari sijui za kitu gani. Ila kwa sababu watu wanaitumia Biblia ili Biblia wa support, ndio maana unakuta kuna uongo mwingi. Wanatumia maandiko ili wa support, lakini si maandiko katika uhalisia kama yalivyo. Nasikia eti wako watatu washuhudi yao. Sasa watatu hao wameambiwa ni Mungu, kwamba wao watatu wanaunda Mungu. Au nasikia eti Yohana 28:19 mkabatiza kwa jina Baba, Mwana, Roho. Sasa hiyo Baba, Mwana, Roho, andiko ndio limesema ndio Mungu mmoja. Kwa nini? Kwa sababu watu wanasoma ili wasapoti wanachokiamini, hawasomi kwa lengo la nini? Kutafuta ukweli. Sasa wakishasoma kwa lengo wanachokiamini, mwisho wa siku ndio vurugu zinakuwa nyingi na shetani anachezea humo. Nimekupa andiko 7:17. Umeisoma?
Aya, Warumi 9 ile, rudia hiyo 9:4. Twende kwenye somo. Warumi 9:4. Nisije nikatoka kwenye reli. Ambao ni Waisraeli. Ambao ni Waisraeli. Wenye kule kufanywa wana. Na ule utukufu. Na maagano. Na kupewa torati. Na kupewa torati. Na ibada ya Mungu. Na ibada ya Mungu. Na ahadi zake. Na ahadi zake. Endelea. Ambao mababu ni wao. Na katika hao alitoka Kristo. Kwa hiyo Kristo ametokea katika nini? Katika mababu wa ambao ni Waisraeli, si ndio? Kwa hiyo walikuwa wamepewa nini? Torati. Wakapewa maagano, ibada ya Mungu, si ndio? Wakapewa na ibada ya Mungu na ahadi. Na ndio maana Mungu anasema ni jambo gani lililofanyika katika nini? Katika mzabibu, katika Israeli, ambalo yeye hakulipanda. Unaona? Sasa anapowapa hayo, kinachotokea ni kitu gani? 7. Soma 7 Matendo. Matendo 7. Matendo 7:34. Maandiko yanasema 7:34 kitabu cha Matendo. Maandiko yanasema uone kilichotokea sasa. Kwa sababu Mungu alikuwa amewapa taratibu, amewapa sheria na ibada yote na maagano. Lakini sasa Mungu anapokuwa ametoa hivyo, kilichofuata ni kitu gani? Na ndio maana Mungu anasema ni jambo gani lililofanyika ambalo hakulitenda? Maana Mungu hakutaka wazae nini nini haya zabibu mwitu. Soma andiko. Yakini nimeona mateso ya watu wangu waliomo Misri. Endelea. Nimesikia kuugua kwao. Nami nimeshuka niwatoe. Basi sasa nitakutuma mpaka Misri. Nitakutuma mpaka Misri. Sasa ni Mungu hapo anamwambia Musa. Ukisoma kwenye Kutoka, hiyo ni Stefano anajaribu kunukuu. Endelea na andiko. Musa huyo waliyemkataa wakisema ni nani aliyekuweka kuwa mkuu na mwamuzi? Ndiye aliyetumwa na Mungu kuwa mkuu na mkombozi. Endelea. Kwa mkono wa yule malaika alikuwa mkuu na mkombozi. Kwa mkono wa nani? Wa yule malaika aliyemtokea katika kile kijiji. Kwa hiyo Mungu alimtuma Musa kwa mkono wa nani? Wa malaika. Mungu alimtuma Musa kwa mkono wa nani? Wa malaika. Haya, sasa hiyo hata sio mada. Endelea na andiko. Hiyo ni kwa wale wanaotaka ati ni yule. Endelea. Huyu ndiye aliyewatoa akifanya ajabu na ishara katika nchi ya Misri. Endelea. Na katika bahari ya Shamu. Na katika jangwa muda wa miaka 40. Endelea. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu. Aliwaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi. Msikieni yeye. Endelea. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Ati nini? Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai. Alisema na nani? Na malaika, sio? Endelea. Mlima wa Sinai. Tena pamoja na baba zetu ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Kwa hiyo unaona Musa ndio alipewa maneno ya uzima Mungu aliyotoa kupitia mkono wa malaika ili awape baba zetu, si ndio? Au mababu zetu, si ndio? Unaona? Sasa anapowapa, endelea na andiko. Mtu huyo baba zetu hawakutaka kumtii. Ati nini? Mtu huyo baba zetu hawakutaka kumtii. Bali wakamsukumia mbali na kwa mioyo yao wakarejea Misri. Wakarudi wapi? Misri. Endelea. Andiko anaendelea. Endelea. Wakamwambia Haruni, endelea, fanyie miungu watakao tutangulia. Maana huyo Musa, ati nini? Maana huyo Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui lililompata. Wakafanya ndama siku zile, wakaleta dhabihu kwa sanamu ile, wakafurahia kazi ya mikono yao. Basi Mungu akagairi, akawaacha ili waabudu jeshi la mbinguni, akawaacha ili waliabudu jeshi la mbinguni, kama ilivyoandikwa katika chuo cha manabii. Basi kwa hiyo tunaona Mungu kwanza anasema ni jambo gani lililofanyika ambalo hakufanya. Ni kazi gani iliyofanyika ambayo hakufanya? Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa amewapa nini wana wa Israeli? Torati yote. Alikuwa amewapa maagano, alikuwa amewapa taratibu zote ambazo zilikuwa za kumwendea. Mungu alikuwa amewafundisha Waisraeli, Mungu wa kweli, Mungu mwenyewe aliwafundisha. Unaona? Sasa wakati anawafundisha, amewapa Torati, amewapa maagano na taratibu zote ambazo zilitakiwa wafuate. Lakini mwisho wa siku anapokuwa amewatoa huko,
Na baada ya kuwapa taratibu zote hizo, wao wakamwacha, wakaenda wapi? Misri. Kumbuka katika Sinai, ukisoma ile 19, katika Sinai kulikuwa na utiisho kutoka. Kulikuwa na utiisho. Na wakaona Mungu anasema kupitia malaika, si ndio? Sasa anaposema nao, wanaona utiisho na anawapa zile sheria, na wao wanakubali, wanasema tutazitii. Sasa wanaposema tutazitii, lakini baadaye sasa tunaona wanapotoka, tunaona ya kwamba wanaanza kumwambia Haruni, tutengenezee ndama, tuanze kufanyaje? Kumwabudu, maana huyu Musa amechelewa. Na baada ya kutengeneza, wakasema kwamba hii ndio miungu iliyotutoa Misri. Kwa hiyo wakaanza kufanya sherehe, wakaenda kinyume. Na Mungu ndo anasema, ni kitu gani kilichofanyika? Ni yupi aliyeingia hapo akaleta elimu mpya? Ni nani aliyeingia akawachepusha? Unaona, Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo Mungu ndio anahoji hivyo. Sasa katika kipindi hicho tukaona kwamba wakaenda nje ya imani, wakaenda nje ya utaratibu. Sasa leo sasa katika agano hili, unaona, katika agano hili Yesu anatuambiaje? Maana mada ni kwamba mti usiozaa matunda utatupwa. Hiyo ndio title. Hiyo ndiyo title. Na wana wa Israeli waliachwa, si ndio? Wana wa Israeli waliachwa. Hebu kwanza nisaidie Ezekieli 17:8. Ezekieli 17:8. Ezekieli 17 na ule mstari wa 8. Andiko anasema. Ezekieli 17:8. Soma. Ulikuwa umepandwa katika udongo mwema. Alikuwa umepandwa katika nini? Udongo mwema. Udongo mwema, si ndio? Ndio. Kama tulivyoona. Endelea. Kando ya maji mengi. Upate kutoa matawi. Apate kutoa nini? Matawi. Endelea. Na kuzaa matunda. Na kuzaa nini? Matunda. Uwe mzabibu mzuri. Uwe nini? Mzabibu mzuri. Si tumeona mzabibu anaongea hapo ni Israeli? Ndio. Endelea. Basi nena wewe. Bwana Mungu asema hivi. Asemaje? Je, huo utafanikiwa? Endelea. Yeye hata ing'oa mizizi yake na kuyakanyaga matunda yake. Kwa hiyo atang'oa nini? Mizizi yake na kuyakata matunda yake. Endelea. Ili ukauke. Ili ukauke. Kwa sababu mti usiozaa matunda utafanyaje? Utakatwa. Na kufanyaje? Na kutupwa motoni. Sio kukatwa tu, ni kukatwa na kutupwa wapi? Motoni. 15:1 Yohana. Mti usiozaa matunda utakatwa na kutupwa motoni. Maandiko anasema. Hii mada tutaelewana tu hapo mbele kidogo. Soma andiko. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Hilo andiko Mazinga kisoma anasema Yesu si Mungu, eti Yesu baba yake ni mkulima. Rudia andiko hapo, yani watu washachanganyikiwa, washavurugwa. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Na Baba yangu ndiye mkulima. Na Baba yangu ndiye mkulima. Eti Mungu si baba yake na Yesu. Baba yake na Yesu ni mkulima. Tena natamba kabisa. Hilo andiko hamkuwa mlijui. Kwa hiyo Yesu ni mzabibu sasa ni kwa andiko, kwa akili yake sasa Yesu sasa ni mbegu sasa inayopandwa. Anasema baba yake na Yesu ni mkulima. Naelewa kabisa ni madhara ya majini. So rudi andiko hilo. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Na Baba yangu ndiye mkulima. Baba yangu ndiye mkulima. Endelea. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Kwa hiyo kila tawi ndani yake. Watu tunamwamini Yesu. Ndio. Si ndio? Ndio. Tunamwamini Yesu. Ndio. Na Yesu anasema yeye ndiye nini? Mzabibu wa kweli. Unaona, na sisi ni matawi. Na kila tawi lisilo zaa linafanyaje? Rudia andiko hilo vizuri. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi Endelea. Frank acha kukuchanganya. Hiyo Biblia kwa nini hakuileta mapema? Sasa hivi ndio nani? Hebu rudia. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Kwa kila tawi lisilozaa anafanyaje? Analiondoa. Na sisi ni matawi. Ndio. Sisi ni matawi. Ndio. Endelea. Na kila tawi lizaalo ulisafisha. Linalozaa anafanyaje? Analisafisha. Ile lisilozaa analiondoa. Na sio kuzaa tu, hata litakalozaa zabibu mwitu bado linakatwa na kuchomwa, si ndio? Ndio. Endelea. Ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekishwa kuwa safi. Mmekuwa safi. Kwa sababu ya lile neno
nililowaambia. Ati nini? Kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu. Kaeni ndani yangu. Nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Kwa hiyo Yesu anatuambia tukae ndani yake na sisi na yeye ndani yetu. Kwa sababu pasipokuwa na Yesu Kristo hatuwezi tukazaa matunda mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tumeona katika kipindi cha wana wa Israeli ndio walikuwa zabibu, si ndio? Na Mungu alitegemea kwao ndani yao kuwa na nini? Kuwa na haki. Lakini mwisho wa siku wakaenda tofauti. Wakajifanyia sanamu na Mungu akaachana nao ili waabudu jeshi la wapi? Ya mbinguni. Kwa hiyo kulikuwa na udhalimu ndani yao, akaachana nao. Lakini katika kipindi hiki Yesu anatuambia yeye ndiye mzabibu. Unapokaa ndani yake unazaa sana. Kwa hiyo point inayokuja hapo, maana yake kama hakuna kuzaa sana, inabidi sasa tujitafakari. Tukiona kwamba tunamwamini Yesu na bado hatuzai sana, inabidi sasa tujitafakari. Unajua jamii yetu sisi tuna hivi, hamjawahi kujaribu kuchunguza kanisa la mitume na la sasa? Huoni kama kuna utofauti? Utofauti ni upi? Yaani kanisa la mitume na sasa hivi utofauti ni upi? Tofauti ni kubwa sana. Tofauti ni kubwa sana. Yaani ni mbali sana. Mfano, kusoma pale katika Matendo ya Mitume 5 au 4 mstari ya mwisho pale, walikuwa wanauza vitu vyao, wanatoa shirika. Yaani kila kitu wanajitoa kwa ukamilifu kama vile Yesu anarudi kesho. Kwa hiyo ni watu ambao kujihesabia chochote kama wanacho isipokuwa walitoa, yaani mpaka kama watu kama ni kesho wanakufa alafu wanaenda. Kwa hiyo ule uaminifu kwa pamoja alikuwa na shiriki kikamilifu. Hapo pili pia ukiachana kutoa watu, pili pia walikuwa ni watu wanaokesha sana kwa pamoja, yani wanakesha, walikuwa wanashiriki katika kusoma Matendo ya Mitume 2 pale, wakidumu katika kumega mkate, kusali na kufanyaje hivyo, yani alikuwa na ushika mkamilifu sana. Na jambo la mwisho zaidi, walikuwa ni watu sana wana maombi, walikuwa ni watu sana wa maombi. Kwa unapojua tofauti wao na sisi, walikuwa wamezidisha kwenye vitu hivyo, sio kama sema tuombe tukeshe tufanyaje, lakini kule kwao ilikuwa ni zaidi sana. Yani kwa mfano utoaji wao hatuwezi kuiga, kesho kwao kule hatuwezi kuiga, wala maombi, yani ni zaidi wao wanafanya. Haya, asante. Mpe beo hapo. Haya, response kama una nani? Ana mchango kidogo. Kama ni utafiti ya kanisa la kwanza la mitume na sasa, kwamba mafundisho ya hatari kama utatu, kwamba utambuzi kuhusu Mungu. Jamii ile ya zamani ya mitume walikuwa wanamjua Mungu kwamba ni mmoja tu aliye Baba. Lakini zama zetu hizi tuna fikra tofauti au tuna mawazo tofauti kumhusu huyu Mungu wa pekee wa kweli ambaye ni Baba yetu, Baba wa Yesu. Kwa hiyo tunaona kabisa tuna utofauti mkubwa sana, kwamba leo hii sisi paka tuanze na kazi pia kwanza kumtambua kwanza Mungu ili tuendelee na kazi. Kwa ile jamii ya zamani kwanza walikuwa wanamjua Mungu na walipompokea Yesu, kwa hiyo walikuwa wanaendeleza kazi moja kwa moja. Kwa hiyo kwao ilikuwa ni rahisi sana kuliko zama zetu hizi. Kwanza kumtafuta kwanza Mungu wa kweli, alafu ndio unaendeleza kana kazi ambayo ametuachia. Kwa hiyo mimi naomba kuna utofauti wa namna hiyo. Sasa ndugu yangu Vitalis, naona katika kipindi cha hicho ndio si kwamba watu mvurugo ulikuwa haupo kama hivi. Utofauti ni kwamba katika kipindi hicho mvurugo wapagani walikuwa wamejitenga, na walikuwa wanatambulika ni wapagani kweli, wanamkataa Yesu. Umeona? Na utofauti tu wa sasa hivi ni kwamba wapagani nao wanasema wanamwamini Yesu. Huo ndio tofauti tu wa mvurugo. Lakini zamani wapagani walikuwepo na walikuwa wanampinga kabisa. Kwa mfano soma ile Matendo 19:24. Unaona hekalu la Artemi, wanasema huyu Paulo ametoka Asia. Huko ametawala, amedanganya wengi, anakuja huku. Wanasema Artemi ni mkuu. Kwa hiyo walikuwa wanaabudu miungu. Hata ukisoma ile kipindi ile 17-16, Rumi ilikuwa imejaa masanamu. Kwa hiyo walikuwa wanampinga Mungu. Sasa utofauti huo ambao umeongelea sasa hivi ni kwamba kuna wapagani wanaosema ni Wakristo na Wakristo wanaonekana ndio wameasi. Unaona huo ndio tofauti.
Kwa pointi yako hapo ndio inakaa vizuri kwamba sasa hivi ni mvurugo, ni Babeli kweli kweli, lakini kipindi hicho upagani ulikuwa unajidhihirisha kama ni upagani kweli. Unaona, yaani kama ni Yesu wanamkataa. Unaona, ila leo hii watu wanamkubali Yesu lakini ni wapagani. Asante kwa mchango. Haya, nashukuru watumishi wenzangu kwa mchango mzuri ulioangalia, lakini mimi naona utofauti mkubwa wa kanisa na hili la sasa hivi ni katika kueneza neno la Mungu, kwa sababu naona kanisa la sasa hivi limetulia, halina msukosuko, haliteswi wala yaani maana yake kwamba zamani walikuwa wanawindwa wale mitume na kanisa lilikuwa linawindwa litulivu na huko wanajificha, lakini sisi tumerelax tu sasa hivi. Sasa huo ndio tofauti, sijajua kwa nini kuna huo tofauti. Haya, kwa mwisho ilikuwa tu nimedokeza tu, si kama ni mjadala, mpe achangie mara mwisho hapo mimi niendelee. Mimi ngo nimedokeza tu, sijaruhusu mjadala, maana kwenye point sijaenda, ingawa ndo haya pia tunajadili. Haya, karibu. Basi kama hujaruhusu basi nimeruhusu hii kitu changiwe, lakini iwe na limit. Mimi niko na swali, mimi kwa sitaki kuchangia, niko na swali katika ndani ya swali lako, maana hata Hermas anaweza akachangia na mimi sitaki hata achangie. Hebu endelea. Niko na swali ndani ya swali lako. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Naomba nikuuliza, kuna kitu chochote sasa hivi kinafanyika kipi ambacho enza nyuma akijawahi kufanyika ndani ya mitume? Haya, swali mmelisikiliza. Kitu gani chochote? Kuna kitu chochote sasa hivi wanadamu tunakifanya kipi ambacho hakijawahi kufanyikaga zamani na mitume? Haya, swali limeeleweka kwanza? Swali limeeleweka, labda majibu. Haya, leta jibu sasa. Kwani umeniuliza mimi? Sasa swali kumbe umeuliza kanisa. Angeniuliza mimi ningejibu mimi kama mimi. Lakini imeulizwa kanisa. Unaona? Sasa mimi sijaelewa swali chochote kwenye upande upi. Mpe Hermas. Sio kwenye hilo. Sasa ameulizwa anajibu swali, sio kama anachangia. Yeye yuko anajibu swali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mbona unanibana kwenye kuchangia ndugu yangu? Sawa, ngoja niishie kwenye mpaka wangu. Sasa sawa. Kitabu ni Mhubiri 3:15 nisomea. Kitabu cha Mhubiri 3:15. Mhubiri 3:15 inasema, yale yaliyoko yamekuwako, na hayo yatakayokuwako yamekwisha kuwako, naye Mungu huyatafuta tena mambo yale yaliyopita. Kwa hiyo hakuna jipya chini ya jua. Najibu kwa kifupi. Asante. Na labda tu kwa kuongezea hilo, kuna mambo mengine yaliyofanyika sisi tu hatujafikia. Mfano kama mambo hayo ya imani, watu walikuwa tayari kuchinjwa kwa sababu ya ukweli. Unaona? Sasa leo hii kuna wimbi la ushindani limeibuka. Kwa hiyo kuna muda unaona hapa ukiongea jambo fulani utakipata. Lakini naomba nimhakikishie tunaelekea huko. Tunaelekea huko. Kwa mfano kama hizi wiki mbili ulikuwa unafuatilia mtandaoni wimbi la wana utatu nadhani milioni. Kwa hiyo inaendelea. Kwa hiyo turudi kwenye mada. Kwa hiyo rudia ile 15:1. Turudi kwenye mstari sasa. 15:1 Yohana Injili. Rudi nimalizie, naona muda unakimbia sana. Kwa mwisho dakika 40. Timekeeper anasoma mafungu. Endelea. Ndugu yangu, hiyo kitu hiyo utaifanyia mazoezi, wewe endelea tu kama tulivyokuwa tunaendelea. Andiko anasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli, na baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Ndani yangu uliondoa, si ndio? Ndio. Endelea. Na kila tawi lizaalo ulisafisha,
ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi. Ninyi mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kwa hiyo tunakuwa safi kwa sababu ya neno tuliloambiwa. Endelea. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Tawi haliwezi kukaa peke yake, si ndio? Ndio. Endelea. Lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana. Kwa hiyo tunapokaa ndani ya Yesu Kristo, kwa sababu yeye ni mzabibu na sisi ni matawi, lazima tuzae sana. Na katika kuzaa tunazaa mzabibu, tunazaa matunda mazuri, si ndio? Kwa hiyo tukiwa ndani ya Kristo tunazaa. Sasa jamii ya Wakristo, ukiangalia lile kanisa la kwanza la mitume lilikuwa linazaa, na walipokuwa wakihubiri watu wengi sana walikuwa wakiamini, kwa sababu walikuwa wanatembea na udhihirisho wa nguvu za Mungu. Walikuwa wanatembea kwa maelekezo kama Yesu mwenyewe alivyokuwa amewaelekeza. Sasa tujiulize, kanisa la leo tunazaa au tulikuwa hatuelewi spidi labda itaongezeka kadri tunavyoelekea? Kwa kanisa kama kanisa linapaswa kuzaa. Kanisa lisipozaa hilo linakatwa. Kanisa lisipozaa hilo linakatwa. Na kuzaa ni kama kanisa na kuna mtu binafsi yeye kama yeye, kwa sababu kila mwamini inatakiwa mzalie Kristo matunda. Kila mwamini inatakiwa mzalie Kristo matunda, kwa sababu kila mti usiozaa utakatwa. Marko 11:12, Marko 11:12, Marko. Kila mti usiozaa matunda utakatwa, kwa sababu inatakiwa tuwe, hata kwa mfano haya mahubiri tunapokuwa tunafundisha issue za utatu, tunapokuwa tunafundisha issue za Sabato, hapo ni lazima katika mafundisho hayo watu kwanza wamuone Kristo. Watu lazima wakae ndani ya Kristo. Lakini cha ajabu leo watu tukishashika tu mafungu, hata maombi hatuna muda. Tukishashika mafungu, unajua kabisa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu ni nani, basi yule muda wa kusema sasa nataka nitenge muda nianze kujifunza, nianze nimuombe Mungu, nianze kufunga, hiyo kitu haipo. Na hakuna nguvu ya Mungu pasipo maombi na kufunga. Hiyo ni ngumu, tutadanganyana. Paulo kuna muda alikuwa akikaa, wakiwa ndani ya bahari, anakaa mpaka siku 21 pasipo kula. Siku 21 pasipo kula. Paulo kuna muda wakati Petro analetewa maono, kwamba chinja hawa katika ile issue ile Kornelio. Petro, maandiko anasema alihisi njaa sana mpaka kazimia. Sasa anahisije njaa na alikuwa hafungi? Alihisi njaa mpaka kazimia. Kwa hiyo issue ya kufunga na kuomba ni jambo la muhimu ambalo watu wengi wameamua kulipuuza. Sio wameamua, tumeamua kulipuuza. Lakini kanisa ili liwe na nguvu lazima liambatane na neno na maombi na kufunga. Ndio nakwambia chakula chetu ni kufunga tosha. Yaani kutokula nyama ni kufunga tosha. Umeona? Kula ni kula, ndugu yangu. Hiyo kutokula nyama ni sawa, lakini bado pia kuna kufunga. Kufunga ni kuacha kula. Ukisoma ile habari ya Ninawi, wakati Yona anapoenda kuambia kwamba wamemwasi Mungu, walifunga siku 3, wakavaa nguo za magunia, mpaka wanyama wakaamrishwa wasile. Mpaka wanyama wakaamrishwa wasipewe majani. Kwa hiyo kufunga si kusema kwamba unakula mkate wa nini, wa soya au mkate wa kitu gani, wa ngano iliyokobolewa. Kufunga ni kuacha kula. Ni kuacha kula. Andiko nimekupa. Soma 11:12 Marko. Hata siku yake alipotoka Bethania aliona njaa. Aliona nini? Njaa. Huyu alikuwa ni Yesu, si ndio? Ndio. Endelea. Akaona kwa mbali mti wenye majani. Akaona nini? Kwa mbali mti wenye majani.
akaenda ili labda apate kitu juu yake. Akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipofikiria hakuona kitu. Alipofikia hakuona kitu ndani ya mti. Yesu anaona mti na huku ana njaa. Anafuata mti aone kama kuna kitu ndani yake, kama kuna matunda. Lakini anapofika anagundua hakuna kitu. Endelea. Ila majani. Ila nini? Majani. Endelea. Maana si wakati wa tini. Akajibu. Akauambia. Tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Rudia vizuri. Akawambia. Akajibu. Akawambia. Akawambia nini mti? Tangu leo hata milele. Hata milele mtu asile matunda kwako. Kwa hiyo mti usiozaa matunda unakatwa. Soma 19 hapo. Mti usiozaa matunda unakatwa. Yesu anaona mti, anajua kuna matunda. Anapoenda anagundua kwamba matunda hayapo. Anasema kuanzia leo mti huo usizae matunda. Malizia hapo 19. Soma. Na kulipokuwa jioni, alitoka mjini, na asubuhi walipokuwa wakipita, waliona ule mtini umenyauka toka shinani. Kwa hiyo waliona umefanyaje? Umenyauka. Kwa nini? Kwa sababu mti usiozaa matunda utafanyaje? Utakatwa. Na sio kukatwa tu, utakatwa na kutupwa. Kwa sababu kila mtu amepewa kazi. Aliyeitwa amepewa kazi. Maana Yesu anasema enendeni mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Tena anasema enendeni mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi. Usipoenda kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi utakatwa. Usipoenda kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi utakatwa. Kwa sababu Babeli ndio huwa ina asili ya kukusanya watu na kuwabana hapo. Yesu anasema enendeni. Unapokusanyika baada ya hapo ni kwende, sio kukaa kama Babeli. Kwa hiyo mti ambao hauzai matunda utakatwa na kutupwa. Usiozaa matunda utakatwa na kutupwa. Mathayo 3:7. Kitabu cha Mathayo 3 na mstari ule wa 7. Soma andiko. Andiko anasema hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakaijua ubatizo wake, wakiujua ubatizo wake. Soma vizuri. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka. Enyi wazao wa nini? Wa nyoka. Endelea. Ni nani aliyewaonya ninyi kukimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda yapasayo toba. Atini? Zaeni matunda yapasayo toba. Kwa hiyo kuzaa, tumeona wana wa Israeli walizaa nini? Zabibu mwitu, si ndio? Ndio. Yesu anasema ukiwa ndani yake unazaa sana na unazaa matunda yaliyo mema. Na tunaona anaambiwa hapo zaeni matunda yapasayo toba. Kwa hiyo unaweza kuzaa matunda ambayo hayapaswi nini? Toba. Ukawa kama wale waliozaa mbigiri, zabibu mwitu. Unaona? Endelea na andiko. Endelea nisema. Soma hapo. Wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba. Atini? Tunaye baba. Ndiye Ibrahimu. Wala msiwaze moyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye nani? Ibrahimu. Sasa msomaji, mfano siku ya leo, naposema siku ya leo, siku hizi unasikia mtu anakuambia tunamwamini Yesu, si ndio? Ndio. Tunamwamini Yesu, lakini Yesu anasema mkinipenda mtashika amri zangu. Lakini mtu anakuambia sheria hazipo. Unaona? Sasa andiko hapo linasema, maandiko yanasema nyie mnasema kwamba tunaye nani? Baba ambaye ni nani? Ibrahimu. Tunaye baba ambaye ni Ibrahimu. Kwa hiyo hata ukisema kwamba tunamwamini Yesu Kristo, unaona? Tunamwamini Yesu Kristo, ni baba wa milele. Tunaye baba ambaye ni Yesu, na bado hushiki amri zake, na bado huzai matunda yapasao toba, utakatwa. Endelea. Inasema. Nasemaje? Kwa maana nawaambia ya kwamba
Mungu aweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Kwa hiyo Mungu anaweza kumwinulia Ibrahimu nani? Watoto katika mawe. Katika mawe. Sio mawe hayo. Ninyi ni mawe yaliyo hai, najenga nyumba ya roho. Anaposema ninyi ni mawe, si mawe hayo mchanga au kitu gani. Ninyi. Yaani mawe ni watu. Petro wa kwanza 2:5. Ninyi watu. Soma hiyo. Ninyi. Anaweza kainua mawe. Anaweza kainua katika mawe hayo. Katika wale ambao waliokuwepo ambao hawakuamini hivyo kuliko wale Mafarisayo na Masadukayo ambao walijua wana kila kitu, lakini mwisho wa siku hawakuzaa matunda sio paswa.
Kwa kilichotokea, Mungu akamuua. Kwa nini? Mti usiozaa matunda unakatwa, kutupwa. Na sio kukatwa tu, na kutupwa. Kwa sababu Mungu alitaka amuinulie ile kizao, amuinulie ule uzao. Unaona? Na Mungu alikuwa ameridhia. Hata huo taratibu Mungu alikuwa ameridhia. Maandiko yanasema haikuwa hivyo. Yaani haikuwa hivyo, lakini haikuwa hivyo toka mwanzo. Lakini Mungu aliacha utaratibu uende hivyo. Unaona? Sasa anapoacha utaratibu uende hivyo, huyu jamaa akaona hamna, mimi namzaliaje? Inakuwaje nimzalie? Kwa mwisho wa siku akawa anapiga kona, Mungu akasema kanuni ni ile ile. Usipozaa matunda akafyeka. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza 2:12. Kitabu cha Samueli wa kwanza 2:12. Maandiko yanasema, soma hapo. Basi hao wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu. Wana wa Eli walikuwa watu wasiofaa kitu. Endelea. Hawakumjali Bwana. Hawakumjali nani? Bwana. Endelea. Wala haki ya makuhani. Wala haki ya makuhani ilivyokuwa kwa watu. Watu hao ni watoto wa nani? Wa Eli. Ndio. Ndio. Eli si alikuwa ni kuhani? Ndio. Menta wa Samueli. Haya, endelea. Wakati huo mtu yeyote aliyepotoa dhabihu wakati wowote ndipo huja mtumishi wa kuhani, nyama ilipokuwa katika kutokota, naye akawa na uma wa meno matatu mkononi mwake. Endelea. Naye hutia kwa nguvu humo chunguni au bilikani au sufuriani au chomboni. Nyama yote iliyoinuliwa kwa huo uma kuhani huichukua mwenyewe. Endelea. Ndivyo walivyofanya huko Shilo. Ndivyo walivyofanya huko Shilo. Endelea. Kwa Waisraeli wote waliokuja huko. Tena kabla ya kuteketeza mafuta huja mtumishi wa kuhani. Mara nyingi vitabu vya kina Samueli na Wafalme watu huwa wanavipigaga chenga, na mimi nikishikaga andiko hapo naweza nikasoma hata sura nzima. Naweza nikapiga hata sura nzima, maana najua kina Kevin wakifika hapo wanapiga kona, wanashikilia kitu gani? Babeli. Endelea. Akamwambia yule mwenye kuitoa dhabihu, mtolee kuhani nyama ya kuoka, kwa kuwa hataki kupewa nyama iliyotokoswa, bali nyama mbichi. Endelea. Tena yeye manake hawakutaka nyama iliyotokoswa. Wao walitaka nini? Nyama mbichi. Unaona? Watoto wa nani? Wa Eli. Haya, endelea. Tena ikiwa mtu yule amwambia, hawakosi wataichoma moto hayo mafuta kwanza, kisha utwae kadiri roho yako itakavyopenda. Sasa msomaji, yani unaponani hapo kuna sehemu rudia hapo vizuri sasa. Tena ikiwa mtu yule amwambia, hawakosi wataichoma moto hayo mafuta kwanza. Kwa hiyo utaratibu ilikuwa ni kuchoma moto mafuta kwanza. Haya, soma sasa vizuri ili watu waelewe. Haya, endelea. Kisha utwae kadiri roho yako. Baada ya kuchoma mafuta ndio unatoa kadiri roho yako itakavyopenda. Endelea. Ndipo usema sivyo, lakini sharti unipe sasa hivi. Kwa hiyo wao wanasema hapana, hakuna kuchoma mafuta, nipe kwanza sasa hivi. Watu wana uchungu na nyama, roho. Endelea. La, unipi basi nitaitoa kwa nguvu. Kwa hiyo wasipopewa wanaitoa kwa nini? Kwa nguvu. Soma 22. Ndio ulishaisha. Basi Eli alikuwa mzee sana. Alisikia habari za mambo yote. Kwa hiyo akasikia habari za mambo yote. Endelea. Ambayo wanawe waliwatenda Waisraeli na jinsi walivyolala na wanawake. Kwa hiyo walilala na nini? Na wanawake. Endelea. Waliokuwa wakitumika marangoni. Endelea. Hema ya kukutania. Endelea. Akawaambia, mbona mnatenda mambo kama hayo? Eli anawaambia sasa, maana nasikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote. Kwa watu wote. Sivyo hivyo
wanangu, kwa maana habari hii inayoisikia si habari njema. Endelea. Mnawakosesha watu wa Bwana, mtu mmoja akimkosa mwenzake, Mungu atamhukumu. Endelea. Lakini mtu akimkosa Bwana, ni nani atakayemtetea? Kwa hiyo ukimkosea mwenzako, Mungu atakuhukumu. Lakini ukimkosea Mungu, hakuna atakayekutetea. Sasa unamuuzi Mungu kabisa. Wewe yani rufaa unaitoa wapi? Hakuna rufaa. Lakini unaweza kumkosa mwenzako, bado Mungu akakuhurumia. Inategemea sasa. Sijasema tu kwamba mkosea tu anakuhurumia, inategemea. Ila maandiko yanasema haweza kukuhurumia. Lakini ukimkosea Mungu mwenyewe, nani atakayeenda kukusimamia sasa kutetea? Haya, endelea. Lakini hawakusikia sauti ya baba yao, kwa sababu Bwana amekusudia kuwaua. Kwa hiyo hawakusikia sauti ya baba yao, maana Bwana alikuwa ashakusudia kufanyaje? Kuwaua. Kwa sababu utaratibu, unapokataa utaratibu wa Mungu, unataka kifo. Yaani unasikia ile wanasema sikio la kufa halisikii dawa. Ilikuwa tayari ishakuwa ni la kufa. Maana wale walikuwa shaasi. Maana maandiko yanasema watu wanapotea kwa sababu wakupenda ile kweli. Kwa hiyo Mungu awaongezea nguvu ya upotevu. Waamini uongo wapate kwa hukumu kwa sababu hawakuamini ile kweli, baada ya kuwa katika nini? Udhalimu. Haya, endelea hapo. Maandiko yanasemaje? Na yule mtoto wa Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Endelea, kimbia, muda umesha. Kisha mtu wa Mungu akamwendea Eli, akamwambiaje? Bwana asema hivi, je, mimi sikujidhihirisha nafsi yangu kwa nyumba ya baba yako walipokuwa katika Misri wakiitumikia nyumba ya Farao? Kimbia. Je, sikumchagua yeye katika kabila zote za Israeli ili awe kuhani wangu, apande madhabahuni kwangu na kufukiza uvumba na kuvaa naivela mbele zangu? Nami sikuwapa watu wa mbali ya baba yako dhabihu zote za wana wa Israeli zilizotolewa kwa moto. Kwa nini basi mnanipiga teke dhabihu yangu na sadaka yangu nilizoziamuru katika maskani yangu? Kimbia. Ukawaheshimu wanao kuliko mimi, mpate kujinenepesha kwa sadaka zote za watu wangu Israeli zilizo njema. Kwa sababu hiyo kimbia. Bwana Mungu wa Israeli asema, ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asemaje? Jambo hili na liwe mbali nami. Liwe mbali nami. Kwa hiyo Mungu, dakika moja ya Kevin nachukua. Mungu ameshalizia. Mungu alikuwa amemwambia nani? Alikuwa amemwambia Eli, si ndio? Ya kwamba uzao wake kwamba atakuwa kuhani, si ndio? Na akajaribu kumuonyesha kwamba katika uzao wake itakuwa daima. Lakini mwisho wa siku sasa, baada ya kukosa na kwa sababu alishindwa kuwamenta watoto wake kama ilivyotakiwa, ule uzao akaukwamisha. Sasa msomaji, kwa sababu haendi spidi ya kiinjilisti, kuna maandiko kibao hapo ya kukata huo uzao, ameisha ni kuhamisha, na muda umeisha. Sitaki nile muda. Mungu awabariki sana. Amen.